Tuendelee kuongeza tija katika uzalishaji kupitia matumizi ya mbegu bora za mifugo, mbegu bora za vifaranga, mbegu bora za mazao, teknolojia ya kisasa na huduma za ugani. Tunahitaji kwenda kwa spidi kubwa sana ili tuweze kufikia malengo haya. La pili, kukuza masoko ya biashara za mazao ya mifugo pamoja na uvuvi pamoja na kilimo, tukianza na soko la ndani pamoja na soko la kimataifa. Tunakuzaje? Lazima tuzingatie ubora wa hizo bidhaa. Tuendelee kuhamasisha uongezaji wa thamani na usindikaji wa mazao hayo ili tuweze kuhakikisha kwamba tunapunguza upotevu. Serikali itaendelea kuboresha sera zake ili kuweza kuhakikisha gharama za uzalishaji zinaendelea kushuka, ili wakulima ama wafugaji ama wavuvi waweze kupata tija kutokana na mazao yao. Moja ya sera hiyo ni kutumia nishati ambayo kidogo ni nafuu ukilinganisha na nishati ghali. Lakini pia serikali itaendelea kuwekeza kwenye miundombinu. Sasa hivi tunazifanyia maboresho barabara, lakini mmeona mchango wa reli yetu ya kisasa, lakini bado tuna mipango mingine ya kuweka expressway ambapo itaendelea kuunganisha Morogoro na maeneo mengine. Yote yanayopendeza katika mageuzi yanayofanyika, msingi wake ni utafiti, ni ubunifu na mafunzo kwa wazalishaji. Hata tukizungumza kauli mbiu hii ya tija na masoko, hupati tija, huwezi kuwa na masoko ya uhakika kama hakuna nguzo imara ya utafiti, ubunifu, mafunzo na weledi katika shughuli zote za uzalishaji.